Karibu sana mtazamaji wa Kipepeo Digital. Mimi naitwa Elijah Felix Beyeza, kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Leo kwa mara nyingine tena niko hapa katika taasisi inayojihusisha na utu wa mtoto. Wameweza kuzungumza mengi yanayowahusu watoto, lakini kwa bahati nzuri nimempata dada anaitwa Irene ambaye ni mwenyeji wa hapa. Ameweza kuzungumza kitu gani kinaendelea katika taasisi hii. Lakini machache kati ya mengi, ameweza kuzipongeza familia hasa mkoa wa Mara kwamba sasa hivi trending inaonekana ukeketaji wa watoto unapungua. Hilo ni jambo zuri. Mashirika ambayo yanapambana ili kuhakikisha familia na jamii inaachana na mambo ya ukeketaji. Huyu hapa tumsikilize Irene alichokizungumza. Kwa majina naitwa Irene Ernest, nafanya kazi shirika la CDF, Children's Dignity Forum, ama kwa Kiswahili tunaita jukwaa la utu wa mtoto. CDF ilianzishwa mwaka 2006 kwa malengo makuu ya kutetea na kulinda haki ya mtoto, kisha mtoto anaishi katika mazingira salama ambapo hapitii ukatili, lakini pia haki zake zote anazipata. Hasa CDF tumejikita kuhakikisha kwamba mtoto anapata haki yake ya elimu, mtoto katika kuhakikisha mtoto anapata haki yake ya elimu. Tumeungana na mashirika mengine kupigana vita kuhusu swala zima la ndoa za utotoni. Kwa mlengo huo, CDF imekuwa ni secretariat ya mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni, ama kwa Kiingereza tunaita TCMN, Tanzania Ending Child Marriage Network. Lakini pia sisi kama shirika tumejikita katika kuhakikisha mtoto hapitii ukatili wa aina yoyote, aidha ukatili wa kupigwa ikiwemo mashuleni au nyumbani, lakini pia ukatili wa kingono, ukatili wa kisaikolojia kwa mtoto, nikimaanisha mtoto kupelekwa kufanya kazi ili kulisha familia. CDF inafanya kazi katika mikoa mikuu mitatu, ambapo ni mkoa wa Dar es Salaam. Tumejikita katika wilaya ya Ilala, specifically Kitunda, lakini pia tunafanya kazi katika mkoa wa Mara, Tarime, lakini pia tunafanya kazi Dodoma katika wilaya ya Mpwapwa. CDF kwa upande wa mwaka jana tumefanya shughuli mbalimbali ambazo zimelenga katika kumlinda mtoto, lakini pia kuhakikisha sauti za mtoto zinasikika na kusikilizwa na serikali, lakini pia watunga sera. Kwa ufupi, CDF kwa upande wa mwaka jana tumefanya uchechemuzi wa kisera katika kuhakikisha kwamba sheria ya ndoa inabadilishwa, ikiwemo kukutana na wizara mbalimbali, ikiwemo Wizara ya Elimu, Wizara ya Katiba na Sheria, lakini Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Lakini pia vile CDF kama shirika tumeendelea kutoa elimu kwa watoto kuhusiana na mambo makuu ya ukatili kupitia club zetu ambazo tunafanyia kazi. Lakini pia sisi kama shirika tumeendelea kutoa elimu kwa upande wa mwaka jana kwa wazazi, ikiwemo makundi yetu yaliyoko katika mikoa tunafanya kazi, makundi ya kina baba, lakini pia makundi ya mabinti. Lakini sisi pia kama shirika tumeendelea kuungana na mashirika mengine kutetea, lakini pia kuhakikisha mchakato wa kurudisha watoto shuleni unakuwa mchakato sahihi. Lakini pia kwa mwaka huu sisi kama shirika tumetoa moduli ambao tumeiboro kutoka Uganda, ambao inalenga kuhakikisha kwamba mtoto anaishi katika mazingira salama akiwa shuleni, ambayo hiyo moduli inaitwa Good School Toolkit kwa lugha ya Kiingereza, ambayo inalenga kuhakikisha mtoto anaishi katika mazingira salama, ambayo hiyo moduli inakuwa na inawasilishwa au inakuwa implemented na watoto wenyewe wakishirikiana pamoja na walimu, lakini pia na wazazi. Lakini pia kupitia kufanya hayo tumepata matokeo mbalimbali. Kwa mwaka jana tumefanya tathmini, tukaona kwamba kuna baadhi ya wadada ambao tumewawezesha, lakini kwa sasa, zamani walikuwa hata hawawezi kula milo mitatu, lakini kwa sasa wanaweza kula milo mitatu. Wengine wanasema wameweza hata kujenga, lakini wengine pia wameenda mbali kuwezesha watoto wao kusoma shuleni, ambapo zamani walikuwa wanashindwa kutokana na uwezo wa kiuchumi, unakuta amechoa mtoto, baba hayupo, yuko mwenyewe. Kwa hiyo kupitia program zetu wameweza kujikwamua kiuchumi, lakini pia kuwezesha familia zao na watoto wao kufanya
maendeleo, lakini pia kupata haki yao ya msingi ya elimu. Kwanza kabisa, mtoto ni mtu yote ambaye yuko chini ya miaka 18. Lakini kwa ubaya sheria zetu zinamruhusu mtoto huyo wa umri wa miaka 14 na 15 kuolewa. Kwa hiyo sheria, kwanza kama sheria unaona kabisa inamruhusu mtoto kuolewa, si ndio? Lakini sisi kama shirika na tukiungana na mashirika mengine kupitia mtandao wetu wa kutokomeza ndoa za utotoni ama TSMN, tunahakikisha kwamba serikali inaongeza umri wa mtoto kuolewa kuwa miaka 18, kwa sababu tunaamini mtu anayefika miaka 18 amekuwa ni mtu mzima sasa kwa anaweza kuolewa. Lakini tukisema kwenye ngazi ya jamii, tukiwa tunafanya uwezeshaji wetu wa uelewa kuhusiana na ndoa za utotoni, tunawaelimisha watoto lakini pia wazazi kuhakikisha kwamba watoto hawaolewi katika umri mdogo. Lakini pia tunawahamasisha hata kama ni miaka 18 ndio ni wamekuwa watu wazima, lakini ingekuwa vyema wakasubiri na kumaliza kusoma elimu, sababu tunaamini kwamba mtoto kimpa elimu umempa maendeleo, umemwezesha kiuchumi. Tunaamini pia mtoto ukimpa elimu yeye ndio atakuja kuwa mkombozi wa taifa letu la kesho. Bonanza tunafanya kazi na makundi ya kina baba, na makundi hayo yamekuwa yakiandaa bonanza mbalimbali. Lakini sisi kama shirika kwa mwaka huu pia tumejipanga kuandaa bonanza kwa mashule ambayo tunafanya nao kazi, specifically kwenye mkoa wa Dodoma, katika wilaya ya Mpwapwa. Tumepanga pia tutafanya bonanza, ipo moja katika ya kazi zetu ambazo tumesema tutazifanya kwa mwaka huu. Lakini pia makundi yetu ambayo tunafanya nayo kazi yameonyesha ari ya hali ya juu kwa wao wenyewe kufanya huo mchakato. Wameandaa bonanza, nadhani ni mwezi uliopita hapa waliandaa bonanza, lakini hiyo bonanza ililenga kabisa kuhakikisha kwamba watu wanaelewa ukatili juu ya mtoto ni hautakiwi, yani ni mbaya, ni haramu niseme kwa lugha ya Kiislamu. Kuhakikisha kwamba pia wazazi wanaelewa haki za mtoto ni zipi, mtoto anatakiwa kulindwa, lakini pia ni jukumu la mzazi na jamii wote kuhakikisha kwamba mtoto anaishi katika mazingira salama. So hayo niliyoyasema ndio yalikuwa ni dhima yao ya kufanya hiyo bonanza, lakini pia walifika mashuleni, walifika mitaani. Kiukweli kwa ukiangalia tunaita takwimu, ukiangalia takwimu iliyotolewa ile na THDS mwaka 2016-17 na sasa hivi mwaka 2021-22 imepungua. Kwa hiyo tunaona juhudi zetu kama za shirika, lakini pia juhudi za jamii yenyewe katika kupinga ukeketaji zinazaa matunda. Lakini pia kama ukiangalia hiyo mikoa specific bado ndio imepungua. Mwanzoni ilikuwa wanafanya hadharani, lakini kwa sasa kidogo kuna ile wanajificha, inamaanisha kwamba uelewa upo kwamba wanachokifanya sio sahihi. Kwa hiyo hiyo ni hatua moja niseme katika kiprogram tunaita hiyo ni hatua. Lakini pia ukisema kwa upande wa Tarime pia unaona zamani walikuwa pia wanafanya kwa watoto, wanaweza kutoa watoto shule, of course mpaka sasa hivi wanaendelea kufanya, lakini ile rate imepungua, sio sawa na vile ilivyokuwa mwanzoni. Kweli nawapongeza wazazi, lakini pia jamii kwa ujumla, lakini pia kipekee napongeza shirika kwa juhudi tunazozifanya, lakini pia wawezeshaji wetu ambao wako nyuma yetu kuhakikisha kwamba CDF inafanya kazi zake katika mikoa iliyojikita kufanya, lakini pia mabadiliko yanatokea kwa of course kwa udogo wake, lakini kiprogram tunasema ni maendeleo na ni mabadiliko yataendelea kukua tukiendelea kufanya kazi zetu katika mikoa hiyo. Asante sana msako, umeweza kumsikiliza Bibi Aileen ambaye wana jukwaa ambalo linahusiana na utu wa mtoto. Kufikia hapo sina la ziada, naomba usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Mimi naitwa Elijah Felix Beyeza, kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi na hii ni Kipepeo Digital. Asante.